Ofisa habari wa klabu ya Simba Ahmed Ally amesema kikosi hicho kimeweka dhamira kubwa kuelekea mechi ya marudiano ya ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Nsingizini Hotspurs ya Eswatini, akisisitiza kuwa hii mechi ya kihistoria kwa klabu hiyo na haipaswi kuchukuliwa kwa urahisi. Simba inatarajia kushuka dimbani Oktoba 26 mwaka 2025 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, ikiwa na kumbukumbu ya ushindi wa mabao 3-0 iliyopata kwenye mechi ya kwanza ugenini. Hata hivyo, Ali amewaonya mashabiki kutoiona kama mechi rahisi. Kwetu huu ni mchezo muhimu kweli. Ni mchezo unaoenda kuandika historia ya kupendeza. Tunaenda kujiweka katika kundi la vilabu vikubwa barani Afrika venye uhakika wa kucheza hatua ya makundi kila mwaka, amesema Ahmed Ally. Amefafanua kuwa Simba ipo katika njia ya kujifunga na klabu mbili pekee zilizoonyesha ubora katika michuano ya CAF ndani ya miaka 7 iliyopita, akizitaja kuwa ni Al Ahly ya Misri na Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini. Katika kipindi cha miaka 7, timu ambazo zimekuwa na uhakika wa kucheza makundi ni Al Ahly na Mamelodi, lakini sasa watatu wanaenda kuongezeka na huyu ni Simba. Hiyo ni heshima kubwa sana kwetu. Ali amesema mechi hiyo sio ya kawaida kwa sababu inawakilisha hadhi na heshima ya klabu ndani ya bara la Afrika, hivyo kila shabiki anatakiwa kulitambua hilo. Mwana Simba hutakiwi kwa namna yoyote kubaki nyumbani. Hatutaki mtu aseme tumeshinda ugenini, tumemaliza kazi. Hapana, hii mechi ni kama hatujacheza bado, amesema. Katika mkutano huo, wanahabari Simba ilitangaza viingilio ambapo jukwaa la mzunguko ni shilingi 5,000, VIP shilingi 10,000, VIP shilingi 20,000, VIP shilingi 30,000 na Platinum ni shilingi 1,500 na Tanzanite shilingi 2,500. Rekodi zinaonyesha katika miaka 7 ambayo Ahmed ameizungumzia, Simba imecheza hatua ya makundi ya michuano ya CAF mara 5, ambayo ni msimu 2020-2021, ligi ya mabingwa 2021-2022, kombe la shirikisho 2022-2023, ligi ya mabingwa 2023-2024, ligi ya mabingwa na 2024-2025, kombe la shirikisho. Ikifuzu safari hii itakuwa ya 6 mfululizo na kwenda kucheza makundi. Katika mara zote hizo ilizofuzu makundi, pia imefanikiwa kuweka hadi robo finali na kuishia hapo, lakini msimu uliopita 2024-2025 ilicheza finali ya kombe la shirikisho Afrika ikipoteza mbele ya RS Berkane. Kabla ya hapo Simba pia ilicheza robo finali ya ligi ya mabingwa Afrika msimu 2018-2019. Kwa upande wa Mamelodi Sundowns, rekodi zinaonyesha timu hiyo kutoka Afrika Kusini tangu mwaka 2016 imekuwa na uhakika wa kucheza hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika. Rekodi hizo zinaonyesha mwaka 2016 ilitoa ubingwa, kisha 2017 robo finali, 2018 makundi 2018 mpaka 2019 nusu finali, 2019 mpaka 2020 robo finali, 2020 mpaka 2021 robo finali, 2021 mpaka 2022 robo finali, 2022 mpaka 2023 nusu finali, 2023-2024 nusu finali. Kwa Al Ahly, klabu yenye historia nzuri na ligi ya mabingwa Afrika ikibeba taji hilo mara 12, imekuwa ikifanya vizuri mfululizo katika michuano hiyo. Mtazamaji wetu, na hii ni Nyange TV. Asante kwa kuendelea kutufuatilia. Pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu kemkem za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Nilikuandalia kusomea taarifa hii ni Sport Lady Kuliza. Hadi wakati mwingine, kwa heri.